Asante, tunashukuru Mungu kwa neema na kibali ambayo ametupatia kufika kwa siku ya leo tena. Ninakushukuru pia wewe ambaye Mungu ameshindia kuanza mwaka na kufika kwa siku hii. Mwezi huu ni baraka kubwa sana. Najua tu kwenye ulimwengu ambao matatizo ni mengi sana, vitu ni vingi sana, magonjwa pale na pale, hasa coronavirus ambao liachilia changamoto sehemu zote za dunia na ikawa inawapepeta watu sana, wengi wamekufa. Ikiwa Bwana ametushindia, ninamshukuru tu Mungu kwa nafasi ile na kibali ambacho ametupatia. Mungu akubariki, Mungu akutendee muujiza. Wote ambao utakwenda watch katika video hii, niongee tu kwamba Bwana akubariki. Ni mtumishi aba Mungu John, anakaa katika nchi ya Kongo kwenye mji wa Goma, na ni pale tunashiriki kwenye kanisa la Jovanisi, lakini kwa sasa tunahudumu katika mji wa Lubumbashi. Tuko kwenye kazi ya Mungu huku. Ninawapenda sana na acha niongee tu kwamba Bwana akubariki sana. Nina ujumbe wa neno la Mungu ambao Mungu amenipa na ninaona vyema kuitawanya kwenye mtandao ili katika kila eneo ambao utakwenda kutusikia ujumbe hii bariki maisha yako. Najua pia itakupa upeo katika kutazama na katika kuishi pamoja na Mungu. Najua maisha ya kiroho ni maisha ya ubinafsi kati ya mtu na Mungu. Kwenye watu hawakuone Mungu anakuona, kwenye watu hawakujue Mungu anakujua. Kwa hiyo haiko vitu ambavyo vinahitaji washirikishe watu kujua kuwa umeokoka wala hauokoki. Mungu anapokujia katika mafundisho, anawinda kukutengeneza upya, kukufanya upya kibinafsi, wewe binafsi, eneo ambao utakao kuwa kwa sababu za ubinafsi na uhusiano za ubinafsi alizo nazo pamoja na wewe. Ndio kwa maana neno hili linakuhusu. Ndio kwa maana utaacha tu moyo wako binafsi ili Mungu aweze akaseme na wewe. Kabla ya mimi kukupa ujumbe huu, acha tuombe. Mungu Baba, ninakushukuru. Nashukuru jina lako ambalo limetupa neema na kibali kufika kwa siku ya leo. Neno lako ambalo unaenda kuliachilia kwa ajili ya ndugu mpendwa, mtumishi, mjakazi, kote atakwenda kulifikia. Ili neno acha liwe mbegu liote na kuzaa matunda ndani yake. Acha uanze nasi mafundisho mwanzo mpaka mwisho katika jina la Yesu Kristo. Uzito wote ambao ulikuwa umebebwa na moyo wake, maisha yake ukauondoe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa, tutakuwa na shairi chache za Biblia ambazo tutakwenda kusoma na ninajua zitakuwa baraka kwako. Shairi letu la kwanza tutalisoma katika kitabu cha Mathayo sura zake 6 na mstari wa 21. Narudia vizuri, Mathayo sura 6 21. Inasema hivi, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa mahali ambapo hazina ya mtu iko, ndipo moyo wake utakapokuwa. Narudia vizuri, mahali ambapo hazina ya mtu utakapokuwa, ndipo moyo wake nao utakapokuwa. Amen. Naongeza Mathayo 26 na mstari wake, Mathayo 26 na mstari wake wa 15. Matthieu 26 verset 15. 26 mstari wa 15, neno la Mungu nasema hivi: akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Nini mtakaonipa nikiwapatia naye? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Amen. Ni zile shairi mbili za Biblia ambazo tutakwenda kugawanya katikati yangu na wewe, na ninajua itakuwa baraka kubwa sana kwa ajili ya maisha yako wewe ambao utakwenda kunifuata katika mafundisho. Nitakuomba tu moyo wako wazi katika mafundisho, na kuna baraka za Mungu ambazo Mungu ataziachilia kwa maisha yako. Nina ujumbe wa somo au unao kichwa cha somo kinachosema la spiritualité des offrandes, au kiroho, mambo ya kiroho inayohusu pesa. Pesa, kiroho ya pesa au ya sadaka, ndio kichwa cha somo ambayo tutakwenda kuzungumza, la spiritualité des offrandes. Bien aimé dans le Seigneur, offrande ni kitu gani? Sadaka ni kitu gani? Sadaka ni sehemu ya Mungu toka mazao yetu ya kazi, sehemu ya Mungu
kutoka mazao yetu ya kazi. Ndiyo maana ya sadaka. Kuna aina nyingi za sadaka, narudia vizuri ili ujumbe usio kuvuruga pale mbele. Nasema vizuri, sadaka ni sehemu ya Mungu inayotoka kwenye kazi zetu za mikono ili kumheshimu, au iliyo na alama ya heshima mbele za Mungu. Kitabu cha Mezali sura 3 mstari wa 9 inasema tumheshimu Mungu kwa zaka, sadaka zetu na matoleo yetu. Ina maana kutolea Mungu ni kumheshimu. Nitakuwa nikupe tu njia kadhaa au tofauti ambazo tunazotumia kwa kutolea Mungu sadaka. Kuna njia nyingi sana. Njia ya kwanza, tunatoa sadaka kwa njia ya imani. Inaandikwa katika kitabu cha Ibrania 11 mstari wake wa 2 mpaka wa 4. Biblia inasema kwa imani Abeli alimtolea Bwana sadaka. Lakini njia ya pili ni kwa kusaidia maskini. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 16 inazungumzia ile mambo. Lakini pia Yakobo sura 1 mstari wake wa 17 inasema dini ya kweli ni ile inajua kuangalia yatima na mjane katika ziki yao. Lakini sehemu ya tatu ya kutolea Mungu sadaka ni kuhudumia watumishi wake. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari wa 11 nasema wanaotumika madhabahuni wana fungu lao katika madhabahu. Lakini kwa mstari wa 13 nasema wanaofanya kazi ya injili watapata maisha yao katika injili. Ile ni njia ya tatu ya kumtolea Mungu sadaka. Lakini kiongeza njia ya 4 ni kumjengea Mungu. Kitabu cha Ezra sura zake 5 na mstari wa 2 mpaka mstari wa 4 utasikia Yoshua wanakwenda kumjengea Bwana hekalu Yerusalemu. Hii ni hekalu ambayo ilikuwa imebomolewa, lakini baada ya muda Mungu akaruhusu kuwe tena watu ambao wataijenga, na hapa tunasikia habari za Joshua wanasimama na wengine watumishi kumjengea Bwana hekalu. Unajua pindi unapotolea Bwana sadaka kuna kitu ambacho watu hawaelewi, na hapa nataka nizame katika mafundisho ili kwamba upate upeo katika habari ya kutolea Bwana sadaka. Katika Agano la Kale kuna sadaka nyingi sana zilizotolewa kwa ajili ya Mungu. Kulikuwa sadaka za amani, kulikuwa sadaka za dhambi, kulikuwa sadaka nyingi sana ambazo zilizotolewa. Lakini sadaka katika Agano Jipya kuna mojawapo zingine ambazo zilivunjika, kama vile sadaka za dhambi, kwa maana Yesu alifanyika sadaka ya dhambi, na hizo sadaka hazikuwa na sababu tena kutolewa katika Agano Jipya kwa sababu Yesu alikuwa amezivunja. Sadaka za malimbuko, yani za mzaliwa wa kwanza, zile sadaka zilitolewa kwa sababu Yesu alifanyika limbuko kwa ajili yetu, nazo zimevunjika katika kitabu cha Ibrania. Hizi sadaka nazo zimevunjika. Kuna sadaka ambazo zimesalia, sadaka za hiari, na ni sadaka ambazo zimewekewa zikiwa ambazo hazikuvunjika na ambazo wanadamu wanatakiwa kutoa. Sadaka ya hiari ni tofauti na sadaka ya dhambi, kwa sababu Yesu amechukua dhambi zetu. Hatuna tena haja ya kutoa sadaka hizi ambazo ni sadaka za dhambi. Lakini nizame katika mashairi ambayo tunasoma. Biblia inasema mahali ambapo pako hazina ya mtu ni pale pako roho yake itakuwa. Tukirudia kwa tafsiri ambayo tunapana, tunasikia kama sadaka ni sehemu ambayo tunapatia Mungu, sehemu ya mali, sehemu ya vitu ambayo tunapatia Mungu toka kazi zetu za mikono kama alama ya kumheshimu. Na kitabu cha Mezali sura 3 mstari wa 9 inakazia, inasema wanaomtolea Mungu wanamheshimu. Maana yake tumtolee Mungu sehemu zetu za mali kama alama ya kumheshimu, yani tumheshimu Mungu kwa njia ya sadaka na mali zetu. Kwa hiyo Biblia ikisema kwenye kitabu cha Mathayo mahali ambapo hazina ya mtu iko ndio kwenye roho yake itakuwa, ina maana pindi tunapotolea Mungu sadaka, roho zetu zinakwenda na ile sadaka. Na watu ambao hawakujua hii taratibu ni watu ambao walipana roho zao katika nyumba za wafumu, nyumba za wachawi, katika watu wasiofaa maisha wengine, na maisha yao kaanza kuharibika, na wengi hawakujua tu kama iliharibika kwa njia ya sadaka. Unajua unapotoa sadaka maisha yako naweza jengeka, wala maisha yako naweza haribika tu kama haujue unatakiwa kuipeleka wapi. Ndio maana kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura zake 15 na mstari wake wa 11 na pia mstari wa 14, sura yake ya 14 na mstari wa 11, utasikia Bwana iko anawaambia Musa, msitoi Israeli, msitoi sadaka mahali popote mnapopachagua, lakini anasema mtatoa sadaka mahali ambapo alipachagua kukalisha jina lake, mahali ambapo alipachagua kuketisha jina lake. Hapana mahali ambapo jina lake linasemeka, lakini mahali ambapo jina lake linakaa. Unajua
kuko tofauti kati ya mahali ambapo jina la Bwana linasemeka na mahali ambapo jina la Bwana linakaa. Jina la Bwana linaweza semeka mahali popote, hata kuzimu linaweza semeka, hata kwenye baa zinaweza semeka, hata kwenye vinywa vya wachawi inaweza semeka, hata kwenye vinywa vya wezi wa mbaraga, yani makahaba, inaweza ikasemeka, lakini haiwezi kakaa mahali popote. Kwa hiyo Bwana akisema mahali ambapo alipachagua kuketisha jina lake ni tofauti na mahali ambapo jina lake linakaa. Na utaelewa katika kitabu cha Mathayo 18:20 Biblia inasema aseme mahali ambapo wawili watakusanyika kwa jina la Bwana, naye atakuwa katikati yake. Mungu akubariki, Mungu akutendee muujiza. Mahali ambapo wawili watatu watakusanyika kwa jina lake, naye atakuwa pale. Ina maana jina la Bwana linakaa mahali ambapo watu wanakusanyika kwa jina lake. Watu hawakusanyika jina likawakuta, lakini ni wao walikusanyika mahali ambapo jina lake liko. Kwa hiyo jina la Yesu likikaa mahali, watu wakikusanyika pale, ni rendezvous Mungu anakuwaka anafanya akutane nao. Kwa hiyo mahali ambapo jina la Bwana linakaa, Bwana mwenye jina anakuwaka pale. Kwa hiyo akisema wale watatu wakisanyika kwa jina lake, naye atakuwa pale. Ina maana jina la Bwana linatembea na mwenye jina. Kwa hiyo mkikusanyika kwa jina lake mahali ambapo linakaa, kwa hiyo mtakutana naye. Kwa hiyo Mungu anaposema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, msitoe sadaka mahali popote mnapachagua, mtatoa mahali ambapo jina lake linakaa. Kwa hiyo hana rendezvous na pesa zenyu tu, lakini iko na rendezvous na nyinyi mkutane naye mahali ambapo jina lake likaa kwa njia ya sadaka. Kwa hiyo Mungu anapokuambia ulete sadaka, anakuongoza na mahali ambapo utaipeleka. Ukiipeleka ambapo jina lake linakaa, ujue mtakutana naye pale. Fikiria kama utapeleka sadaka mahali ambapo jina la shetani linakaa. Unapolipeleka pale, usifikiri tutapeleka sadaka tu, lakini mtakuwa na rendezvous na shetani. Kila sadaka inabeba roho ya mtu kulingana na Mathayo 6:11. Kwa hiyo unapopeleka sadaka, ujue kwamba unapeleka na moyo wako. Kama utapeleka sadaka mahali ambapo jina la shetani linakaa, kwa hiyo moyo wako utaupeleka mahali ambapo jina la shetani linakaa. Usitoe sadaka mahali popote unapopachagua. Bwana akubariki, Bwana akutendee muujiza. Kwenye kitabu cha Mathayo sura zake 26 mstari wa 15, tunasikia habari za mtu mmoja aliangamia kwa sababu wa kujua nguvu ya sadaka. Kitabu cha Yohana sura zake 3 mstari wa 16, utasikia kuna sadaka imetolewa, na ni sadaka ilikuwa special, tofauti na sadaka zilizotolewa zamani. Kwa sababu kuna sadaka Israeli ilitoa ilikuwa special, ilikuwa ni sadaka ya kondoo. Kila mwisho wa mwaka kila nyumba ilitoa hii sadaka. Na wakati walikuwa Misri, kusudi malaika wakuwa mzaliwa wa kwanza asiingie kwa nyumba za wana wa Israeli, Mungu aliambia Musa wachinje kondoo, wapagale damu kwenye milango yao. Hii kondoo ilikuwa image ya Yesu Kristo. Na katika Yohana sura 3 mstari wa 16 tunasikia Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwanae wa pekee. Kutoa hawatoake vitu bure. Akisema kutoa, ina maana kilichotolewa ni sadaka. Akisema alitoa mwanae wa pekee, Yesu alitumika kama sadaka. Kwa hiyo Yesu alipotolewa kama sadaka, hii sadaka ilikuja na mission. Na mission ya hii sadaka ilikuwa ili akufe, ilikuwa kukufa. Yesu alikuja ili akufe. Sasa kwenye Mathayo 26 mstari wa 15 tunamwona Yesu anakuwa ulimwenguni na anaanza kuhubiri habari njema, akijiandaa kwenda kwa msalaba. Mtu mmoja kati mitume wake 12 anaitwa Yuda. Wakati Mafarisayo walianza kujifunza namna ya kumkamata Yesu, Yuda aliwaendea kwa siri faragani na akawauliza, mtanipa nini nikimtoa kama sadaka? Hakujua kama ni sadaka ambayo tayari inatolewa, na hii sadaka iko na mission. Yesu alikuja juu akufe. Juda kutoa Yesu kwa Wafarisayo kama sadaka, hakukuwa anajua kama Yesu alikuwa sadaka ya kifo. Kwa hiyo unapochukua hii sadaka, unachukua na roho ambayo unakuja kwa ile sadaka. Kama roho ya Yesu ilikuja kukufa, manake Juda akitoa Yesu kwa Wafarisayo kama vile sadaka, Bafarisayo batawaza wanapokea Yesu kumbe mwenyewe kwa mzima, kumbe wanapokea Yesu mwenye alishakufa. Kila kitu ambacho kitabeba gharama ya Yesu kinabeba pia na mauti ya Yesu. Juda akatoa Yesu bila kujua kama Yesu atakufa. Wakamwambia tutanunua Yesu kwa vipande 30 vya pesa. Bakatoa 30 shekeli bakapatia Juda. Juda akakamata pesa, akasahabu ya kwamba
Hizi pesa ni pesa za kununua Yesu ambaye ni sadaka ya kukufa. Kwa hiyo ukipokea hii pesa, unapokea na roho yenye ko yulu ya ile pesa, roho ya ile sadaka yenye nakia yulu ya pesa. Kama Yesu alikuwa kufa, Juda kipokea pesa ziziduza Yesu, anapokea na mauti ya Yesu. Ndio kwa maana kisha kumpana Yesu, Juda alijitunika. Hakujitunika jua litaka, lakini ajitunika kwa sababu Juda, Yesu alikuwa ofrande ya kifo. Kwa hiyo ukipokea Yesu kama sadaka, unapokea mauti ya Yesu pia kama sadaka kwa maisha yako. Ndio maana Mathayo chapitre 21 nasema kwenye pesa za mtu ziko, kwenye sadaka za mtu ziko, ndio kwenye roho yake nayo itakuwa. Mungu akubariki, akutendee muujiza. Mungu akujaze amani, Mungu akujaze upako, Mungu akujaze uelewa katika mafundisho ya leo. Na itakufunza usichukue pesa ambazo hujue zinatoka wapi na watu ambao wanakupa zile pesa. Unajua kitu kilichoangamiza watumishi wengi ni kwa sababu walijifunza kupokea sadaka bila kujua wanaowapatia zile pesa ni wakina nani. Unajua kanisani ni shida sana kupokea sadaka bila kuziombea, na pia ni shida sana kula sadaka bila ruhusa kwako kula sadaka, kwa sababu waliokuwa destiny kukula sadaka walipewa masharti. Kwa Agano la Kale waliteketeza sadaka. Sadaka zimwa zilienda kwa mayatima, ilikuwa ni 1/10, moja ilienda kwa mayatima na wajane, moja ilienda kwa Walawi, moja ilienda kwa Mungu wa kuteketezwa. Kwa hiyo si kila sadaka ambayo watu walikula. Kuna sadaka zilibeba roho za watu, na wakati unatumia hizi sadaka pasipo ruhusa, jua unakula roho zilizo juu ya zile sadaka. Sasa wewe ni nani ili kwamba ukule magumu ya watu? Kama unapeleka sadaka za mtu, huyo unapeleka magumu yake. Usipokuwa na msaada wa Mungu, yale magumu ya ule mtu unayarizi pasipo kuelewa. Na hapa ndipo maisha ya watumishi wengi yaliharibika pindi walipojifunga kufungua makanisa bila ruhusa ya Mungu, na wakajitoa kula sadaka za watu pasipo kujua hasara au inaopelekwa na sadaka. Unajua, unapokula sadaka pasipo kuwa na ruhusa ya Mungu, roho zilizo nyuma zile sadaka moja kwa moja utazirizi pasipo kutaka. Unajua, kila mtu kwenye maisha iko na familia natoka ndani, na kila familia iko na roho ambayo naimiliki. Ndio mojawapo tukichambua utakuta kuna familia ambazo wana roho ya kufa na miaka kidogo, kuna mafamilia ambao wana roho za kuolewa na reta, kuna mafamilia ambao wana maroho za ulevi, kuna wanamilikiwa na roho za wizi. Unajua kuna wizi ya kawaida, wala sijasema kama kila wizi ambao ni ya maroho za giza. Kuna wizi ya kawaida na kuna roho ya misingi. Kuna wizi ya misingi, kuna ukahaba ya kawaida na pia kuna ukahaba ya misingi. Kuna ulevi ya kawaida na kuna ulevi ya misingi. Lakini utaelewa tu kwamba kila familia ina roho, kila jamaa ina roho, kila kabila, kila ukoo ina roho ambayo inaumiliki, kwa sababu wote zamani waliabudu miungu, na hizi miungu zilikuwa zinaweka mikataba kwenye hizi mafamilia, ili kwamba unapozaliwa kwa hii familia, zile roho zinakuwa juu yako, zinakutawala. Uwe mkubwa uwe mdogo, utatawaliwa na hizi roho kabla haujaokoka. Na acha nikwambie, kama unapopokea sadaka kanisani, ni watu ambao wanatoka kwenye mafamilia tofauti tofauti, na mojawapo kuna wengine bado hawajaokoka, wengine bado wangali chini ya misingi. Sasa unapopokea hizi roho, ujue kama hizi sadaka, ujue unapokea na roho za hao watu nyuma hizi sadaka. Kama hauna Mungu, ujue ya kwamba utaanza ishi maisha ambayo hao watu walikuwa naishi ukiwa mtumishi. Ndio maana usijiulize kwa nini mtu anaweza kuwa mtumishi na ni kahaba na hakukuwa na ile maisha zamani. Pesa mnazozichukua zina mamlaka kupatia maisha ya waliokupa zile pesa. Acha nikwambie, kama hauna haki ya kuchukua pesa kwa mtu pasipo kujua ni nani huyu amekupa hizi pesa, kwa sababu ujue kila mtu ana roho inamuongoza. Na acha nikwambie, pesa ziko na source, fasi zinatokaka kwenye mabenki, zinatoka kwenye nchi, zinatoka gouvernement. Haiwezi tosha pesa bila kuitotamize, bila kuitia mototeme fulani. Ndio kwa maana utakuta kila pesa iko na picha fulani. Kama iko picha ya mtu, iko na picha ya nyama fulani, na hii nyama ni totem yenye iko yule ya ile pesa, ni pouvoir au domination yenye inawekwa juu ya ile pesa. Unapochukua zile pesa, uko roho fulani ambayo iko juu ya zile pesa. Pasipokuwa na Mungu, utakuwa na urizi wa ile roho pasipo kutawala. Ndio maana Biblia inasema msiwe na tamaa ya kupenda pesa, kwa sababu pesa ni shina ya mabaya yote. Hange kwa kuchukua pesa za watu pasipo kujua ni kina nani wanakupa pesa, utajuta kesho na maisha yako itaharibika pasipo kujua inaharibika kwa nini. Mungu akubariki na kutendee muujiza. Mungu akujaze amani. Siri la spiritualité des offrandes, la spiritualité de l'argent, la spiritualité des offrandes, au
roho za umiliki kipesa. Mungu akubariki, akutendee muujiza kila eneo ambayo utakwenda kunisikia ukiwa mtumishi, ukiwa mjakazi. Nataka Bwana akupe upeo na ufunuo zaidi kuhusu kazi hizi za pesa, kuhusu namna hizi za sadaka za pesa. Unajua wengi walipata shida. Kuna watumishi tuliowajua mashujaa, lakini sasa ni makahaba, na wengi ukiangalia vizuri utakuta ni pesa walizozichukua. Kuna watu walikuwa bado waongee vibaya, walipoanza soko kwa kuuzisha pesa wanazochukua sokoni zikavuruga akili zao. Unajua kuna watu walikuwa waongeaji, lakini walipoingia sokoni wakajikuta ghafla wanaanza zungumza, na hii maongezi ni maongezi mabaya ya aibu. Haiko kwa kutaka kwao. Yawezekana kuna mtu alikurizisha roho yake nyuma ya pesa unayopokea. Ndio kwa maana hauna haki ya kupokea pesa bila kuomba Mungu. Na Biblia inasema vizuri katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari 17. Yesu anasema, na lolote mtakalofanya kwa neno wala kwa tendo, mfanye mjina la Yesu. Kama wanasema kwa neno wala kwa tendo, ina maana tendo ya kupokea nayo unatakiwa kupokea kwa jina la Yesu, na ukipana unatakiwa upane kwa jina la Yesu. Akisema lolote mtakalofanya kwa neno wala kwa tendo, mfanye mjina la Yesu, manake hata maji ya kunawa hauna haki ya kuinawa bila kutanguliza Yesu. Hata pesa unazochukua sokoni hauna haki ya kuziweka bila kutanguliza Yesu. Ndio kwa maana Mungu amekupa hii wajibu ili kwamba utakapoifanya, kukiwa mtu ambaye atakuja na roho fulani kuja kupa pesa, akikupa nazo, wakati utaalika Yesu aweze kudeliver. Na hauna haki ya kula pesa bila kutosha NDCM. Wale wanaokatana kupana pesa, kutolea Mungu pesa, wanafikiri wanamkomesha Mungu, lakini mojawapo ya vile wanavyovifanya, wajue tu ya kwamba wanajikomesha wenyewe. Biblia inasema pia, mahali ambapo pesa za mtu zitakuwa, ndio kwenye roho yake itakuwa. Unapopokea pesa msoko na mwele pesa yako utoshake amekupatia Mungu, ujue kwamba magumu na roho zote unazipokea kwa watu wanaokuzia vitu sokoni, inakaa kwa maisha yako. Na shetani hakuje bure kwa maisha ya mtu. Ujue Biblia inamuita kwanza shetani mwizi, mnyang'anyi na mharibifu. Akiingia kwa maisha yako, ataharibu, ataiba, ataangamiza na atakuua. Kwa hiyo hauna haki. Akija kwa njia ya pesa, anakupa pesa, na ule aliyekupa pesa anamilikiwa na roho ya giza. Ujua kwamba pindu utapokea zile pesa, zikiingia kwa maisha yako, shetani atafanya kazi yake, kuua, kuharibu, kuangamiza, na maisha yako itaangamia. Ndio kwa maana unapotosha pesa kutolea Mungu, ujue vile vile kisi pesa ilikuja kwako kwa kutolewa pesa na mtu, na vile vile njoo utakapotosha unatolea Mungu, itatoka tena kwako, inaenda kwenye unaitoa. Ukiitia mkitunga ya sadaka, inabakilia mule. Wakati wataombea sadaka, moto itashuke na iteketeza. Ile pepo haitarudia tena kwako, na itabakia mkitunga ya sadaka. Wewe unakuwa deliver, unakula iliyobakia pesa vizuri, na ile pesa iliyo kanisani nafanya kazi bila kumilikiwa, kwa sababu ilishaombewa kanisani. Ndio maana kutoa sadaka ni wajibu ya kujiokoa kwa vitu unavyochukua. Wengine wanasema ni pesa tu ndio tatizo. Mbona Agano la Kale walikuwa natoa mazao kama vile sadaka? Acha nikwambie pia, na ardhi nayo iko na umiliki fulani. Kila eneo, kila nchi iko na roho yenye naikontrole. Kila aveni, kila quartier, kila nchi iko na roho yenye naikontrole. Ndio maana ukiataka kujua hii neno, cheki tofauti tabia za watu ambao wanakaa kwenye manchi tofauti. Tabia ya watu wanakaa kwenye nchi za Ulaya ni tofauti za watu wanakaa Afrika. Kwa sababu hizi kontina zote, kila kontinent iko na roho naikontrole. Mentalite na achana kulingana na bajea benye wana kontrole mahali. Vile vile kwenye maprovince za manchi, watu wanaachana mentalite kulingana na majea ina kontrole. Vile vile mu makartier, mu makomine, utakuta kwa difference ya makomportement haiko kutaka ya bale batu, lakini inalingana na roho yenye na kontrole. Acha nikwambie pia mu mafamilia, kuko watu ambao unakuta mafamilia zinatofautiana mu mentalite kwa sababu habana roho yenye na kontrole sawa. Ndio maana zengia mwa hii familia unakuta ni bambaraga sana, hapo naingia ni Bakristo, hapo naingia ni wezi sana, hapo naingia ni walevi. Haiko kutaka, ni umiliki wa roho. Shetani hawezi tika dunia ikuwe bila basilvea, bila ikuwe bila sous controle yake. Shetani haiko omnipresent kwa kukontrole dunia. Aliposhuka na baange mu Apocalypse 12 verset 4 à 7, aseme alitupa na malaika zake, na alianza panga gouvernement yake. Akaweka bamoya banaitwa bafalme bajeni, bafalme baanga, akaweka bengine mizuka, bengine banaita mizuka mapepo, bengine viruka njia, wengine wa malikia wa bahari, wengine walikia wa
kila ulimwengu, kila mahali shetani aliweka batu bakumrepresente juu apate urahisi wa kontrole dunia. Kwenye mafamilia biko hakuna jamii naweza kuwa bila representant wa shetani. Kama kutoka mtumbu ya mama yako, labda alitoka mtumbu ya batate, na kama kutoka mtumbu ya bayomba, alitoka labda mtumbu ya bashangazi. Kwa hiyo unapoishi jua ya kwamba adui yako haiko mbali, ni wa nyumbani mwenyu. Kwa hiyo unapoishi chini ya jua, elewa tu ya kwamba kila eneo iko sous possession ya shetani. Ndio maana ukisoma kitabu cha Amos sura 3 mstari wake wa 11 na 12, Biblia inasema adui atakapokuja ataizunguruka nchi. Nchi maana yake nini? Ardhi yenye mipaka halali ya umiliki. Ardhi yenye mipaka halali ya umiliki, budongo yenye kuna mipaka halali ya umiliki, ndio wanaita nchi. Nchi haiko kia munene tu, haiko Ikongo tu, lakini kila mtu mwenye kuna parcel, ile parcel yako hivi kuna mipaka ya halali ya umiliki, ni nchi kwa Kiswahili, kwa tafsiri ya mzuri ya Kiswahili. Nchi ni ardhi yenye mipaka halali. Aseme adui atakapokuja atazunguruka nchi, kwa ingine Kiswahili atazunguruka parcel yako, atazunguruka nchi yenu ya Kongo, na nguvu zako zitakutoka. Atakapozunguruka nchi, kitu cha kwanza nguvu zitakutoka. Hapana atakuzunguruka wewe, lakini atazunguruka nchi. Kwa hiyo tatizo ya kupungukiwa nguvu za kiroho inatokana na adui aliyekamata ardhi ya mahali unapoikala. Kwa hiyo kila ardhi iko na roho na ikontrole. Ukilima mimea hapa na bila kujua roho gani na pa kontrole, so utakula ile mimea pale, ujue utakula na ile roho mchakula ulipata mwa ile ardhi ya pale. Unapoikala pale, kila projet utafanya kwa ile budongo itakuwa kontrole na ile esprit yenye ina kontrole pale. Ndio maana Mungu alikuwa analomba sehemu ya matunda na mazao ya wana wa Israeli, kwa maana alijua ni mlango mkubwa wa kuepusha na umiliki wa hizi roho za mbaya. Ndio maana Biblia inasema mahali ambapo hazina yako takuwa, ndipo roho yako takuwa. Iwe hazina ya mimea, iwe hazina ya pesa, iwe hazina ya kitu chochote, ujue ni wajibu kupatia Mungu juu ya kujidelivre na umiliki wa roho zinazomiliki mahali ambapo unapomiliki. Hii ni sehemu ya kwanza nimekupatia mafundisho, lakini acha nikwambie tu kwamba Bwana kubariki, Bwana kutendee muujiza, Bwana kujaza neema. Tunakuchunga kwa sehemu ya pili ambapo tutakupa upanuzi katika mafundisho hii. Inuka, yawezekana huko mtumishi ambaye ulikuwa umetumikia Mungu umeanguka na kujiuliza kwa nini umeanguka. Cheki pesa ulizozipokea kanisani na waliokupatia zile pesa. Kama ulikuwa unaziombea sadaka wala hukuziombea, au ulihusika na Mungu kuzila wala haukuruhusika kuzila. Bien-aimé dans le Seigneur, ulikuwa mwimbaji ukajigeuza kwa mtumishi. Ndio maana Paulo anatoa interdiction, anasema na kila mtu aenende sawa sawa na wito aliopewa na Mungu. Attention kwa kufungulia pesa macho ambazo hujui umezitosha wapi. Kwenye maentreprise watu walipelekwa manyota a partir ya pesa. Unajua kuna manyumba zilipata shida. Bwana alikuwa iko bien za yapate pesa, lakini siku aligusa kumakuta kwa mlevi, kwa mari de nuit, anza kia usiku mnyumba anakuya na nalewa. Haiko probleme yake. Kuna umiliki wa roho alizozirizi kwa pesa alizopokea. Unapopokea pesa kwenye kazi, unapokea pesa kwenye biashara, ombea zile pesa kabla hujaziweka na utoshe sehemu ya Mungu, kwa maana unapoitoa ujue Mungu atakusaidia. Kwa hizi njia zote nimekupa za kutumikia Mungu, au kutolea Mungu, uko uhuru kutolea Mungu njia ndio unataka, lakini hakikisha kabla ya kuweka pesa unaziombea na utakuwa umepona na kupata neema. Shida alikamata pesa ambazo ilikuwa sadaka ya kumuuza Yesu, akasababu ya kwamba akiuza Yesu na Yesu alikia na roho ya mauti. Maana yake ile sadaka anapokea na kia na roho ya mauti, kwa maana Yesu alikia juu ya kufe, na akiziweka pasipo ruhusa atakufa sawa sawa na Yesu, kwa maana Yesu alikuja juu ya kufe. Yesu walimtundika kumsalaba, Jidana alijitundika na kamba, paske sadaka ilikuwa ya kujitundika. Kifo cha Yesu kilikuwa cha kujitundika. Bien-aimé, attention kuchukua pesa. Kwanza una haki mtu akupe pesa bila sababu. Kuna watu walipewa pesa kwenye njia, mabinti, na sasa ni makahaba, hawakujua zile pesa wazipewa na nani. Kuna mtu anaweza kupa pesa, sikia, hapana penda pesa kiasi kwamba unawaza pesa tu, kila pesa inakuja utaichukua. Kuna pesa zingine zinabeba maisha ya mtu alikupa nayo. Kuna watu walipokea pesa, nyota zao zikazimika, vizio zao zikabika. Kuna watu walipelekwa manyota apatili ya kupewa pesa. Hakikisha unapopewa pesa umetoa jasho kwa kuzitumikia, na zile pesa kama zimetoka kwa mkono wa mtu ambaye haikuwea huko yeye, ombea zile pesa kabla ya kuzitumikia, na itakuwa baraka kwako. Mungu akubariki, akutendee muujiza, Mungu akujaze amani. Na wewe mtumishi ambaye uko kiongozi kwenye kanisa, mchungaji, lazima kuombea sadaka kabla ya kuziweka, kwa sababu sadaka ni roho. Ndio maana kichwa cha somo ambalo nimekupatia, na Mungu amenipa ujumbe unaosema la spiritualité des offrandes
monde ou la spiritualité de l'argent. Mungu akutendee muujiza, Mungu akujaze amani na kuchunga kwa episode 2 na itakuwa baraka kwako. Usubscribe pale kwenye video yetu, kwenye channel yetu kwenye rangi nyekundu pale, na utakuwa umepata video zetu nyingi na channel zetu nyingi. Mungu akubariki, akutendee muujiza. Acha niombe Mungu ilikuwa Mungu akusaidie. Baba, ninamwombea mpendwa ambaye amesikia ujumbe wa neno lako. Mjaze amani na nguvu, mubariki. Hivi mmemfungua akili tena kwa habari ya sadaka. Mungu mupatie wepesi anapochukua, awe tayari kuja kwako. Kama vile kitabu cha Wakolosai kinasema, yote tutafanya maneno matendo tufanye mjina la Yesu. Mjalie neema, ishi baraka zako. Mjalie nguvu. Kila atakachochukua akupresente na kweli kitakase. Kwa maana kazi yako ni kutakasa. Shetani ni mwerevu sana. Na ndio maana natuambia tuwe werevu kama nyoka lakini wapole kama ua. Tukiwa werevu kama nyoka na yeye ni nyoka, ina maana nataka mwerevu tukue sawa sawa, lakini tukue na wapole kama Roho Mtakatifu kwa kutofautisha na yeye. Wapatie upeo kila wanapochukua kwenye biashara, kwenye kazi, waombee na uonekane kuwasafisha. Kwenye episode inayofuata wapanulie tena ujumbe huu ili waishi baraka zako kupitia jina la Yesu Kristo. Ninaomba hivi, naamini ya kwamba yule ambaye alikuwa ameanguka kwa njia ya pesa, alikuwa amechanganyikiwa kwa njia ya pesa, unaenda kumrejesha sasa kwa njia ya maombi kupitia jina la Yesu. Katika kipindi kile ambacho kitakachofuata, atakapoingia kwenye mashine na taratibu za deliverance kufunguliwa, mtendee muujiza kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki, akutendee ishara. Amen.